Shehe, ningekuwa naweza kukwambia, ningekwambia nenda kamwambie kuani Musa, timu inakwenda Zanzibar, kama itampendeza naye aende akatie maombi yake pale. Shehe, yule ukimwangalia Prince Dube ndo striker hatari katika ardhi ya Tanzania ambaye anajua kujiposition kwenye nafasi. Kwanza mimi silioni kama ni kundi la kifo. Nitakuwa tofauti na mitazamo ya watu wengine. Silioni kama ni kundi la kifo kwa sababu ukiangalia kwa namna ya ukubwa wa Dar es Salaam Young Africans, namna ya timu ambayo tuko nayo, mimi sisemi kwamba lile ni kundi la kifo. Timu ambayo imepata wakati mgumu na mpaka sasa hivi hawa mashabiki wakina Kizinga hawana raha, ni hili kundi lilopangiwa. Mtazamaji, niko makumbusho na nimekuja hapa kwa ajili ya kumtafuta Captain Kizinga kuzungumza naye vitu vingi sana kuhusiana na timu yake ya Dar es Salaam Young African Kuala Lumpur Malaysia. Grupu wameliona na sasa hivi wanasema kwamba wao wanakwenda kufuzu pamoja, wapo kwenye kundi la kifo. Lakini Yanga tutawaona katika ardhi ya Dar es Salaam, tutawaona pale katika uwanja wa New Amani Zanzibar wakishiriki katika hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Captain Kizinga mwenyewe. Naam baba. Bwana upo? Nipo, Mungu mwema. Wapi hapa katikati tulikuwa tumepoteana sana. Ya ni kweli tumepoteana. Lakini Mungu ametuchagua tena. Sawa. Tunaona klabu yako hatua ya makundi mkiwa kwenye kundi la kifo, likitafsirika hivyo hata wewe pia unaweza kaona kwamba ni kundi la kifo. Unaiona timu yako inaenda kufanya vizuri ama kile ambacho amezungumza rais wa klabu ya Yanga kwamba target kuingia makundi ndio mmeshamaliza? Kwanza mimi silioni kama ni kundi la kifo. Nitakuwa tofauti na mitazamo ya watu wengine. Silioni kama ni kundi la kifo kwa sababu ukiangalia kwa namna ya ukubwa wa Dar es Salaam Young Africans, namna ya timu ambayo tuko nayo, mimi sisemi kwamba lile ni kundi la kifo kwa sababu mimi kwanza ndo bingwa ujue katika ardhi ya Tanzania. Mimi ndo bingwa wa nchi. Na kwenda mimi kama bingwa wa nchi, mimi ndo nawabeba wengine wote hawa. Wageni hawa walioingia juzi hawa. Simba. Ndio mgeni naye. Simba mgeni kumbe. Kwenye michuano hii. Mbona wao msimu huu? Mgeni. Kwa Simba sio mchonga njia yule. Hapana, mimi ndo nimechonga njia. Umeelewa? Na mimi ndo nimedominate nafasi yangu kwa muda wa takriban mara 3 mfululizo sasa hivi. Sijashuka wala sijafanya nini. Umeelewa? Kwa kwangu mimi naingia kwenye hatua hii ya makundi nikiwa ninajua kabisa nao kwenda kupambana nao, uwezo wa kupambana nao ninao. Kwani Mwarabu nani? Mwarabu kitu gani? Mwarabu mimi nakwenda kumfunga nyumbani kwake na fitina zote, kombe liko pale. Huyu nani huyu? Umeelewa? Nataka nikwambie kitu kimoja. Nenda kaangalie katika viwango vya ligi bora barani Afrika. Ya kwanza unaikuta ni Egypt. Ni naye huyu mtu. Ndio. Niko na national ujue. Ndio, National Ali. National Ali. Njoo bwana, simama hapa. Sidi Makoto. Upo na National Ali. Nipo na National Ali. Niko na National Ali, salama bwana. Umeelewa bwana? Ndugu yangu Sidi Makoto. Sidi Makoto. Sidi Makoto. Ana baya wewe. Sidi Maripostiki. Umeelewa bwana? Sasa niko na National Ali. National kumbuka ndo katika soka la Afrika baba. Kwenye ligi bora Egypt. Niko nao. Namba 2 katika bara la Afrika, ligi bora namba 2. Ni Morocco. Upo naye? Niko nao wa Morocco, FAR Rabat. Namba 3 barani Afrika ni Algeria. Niko nao Algeria. Ndio. Mimi ni nafasi ya 5. Nafasi ya 4 ni South Africa. Ndio. Hawa wamenipotea kidogo. Kwa hiyo kafu wameniwekea watu ambao wanaongoza kuanzia namba 1, 2, 3. Niko nao. Namba 4 amekwepa kidogo. Niko naye. Kwa maana ile kundi la wakubwa. Lile ni la wakubwa, na ndio maana nilisema hili ni kundi litakalokuja kutoa bingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Ima ni Dar es Salaam Young Africans, ima ni National Ali. Kwa timu hii ya Striker Boy na Prince Mpamala Dube. Shehe, ningekuwa naweza kukwambia, ningekwambia nenda kamwambie kuani Musa, timu inakwenda Zanzibar, kama itampendeza naye aende akatie maombi yake pale. Shehe, yule ukimwangalia Prince Dube ndo striker hatari katika ardhi ya Tanzania ambaye anajua kujiposition kwenye nafasi. Si umeelewa? Huyo Dube aliomba kutoka mwenyewe. Anajua, elewa neno kujiposition kwenye nafasi. Yaani ni machachari kiasi kwamba hata beki mwenyewe anakuambia. Lakini kujiposition bila kufunga Kizinga, wewe ni mtu wa mpira. Kwa nini nimemtaja kwa ni Musa hapa bwana? Ndio. Kwamba kama itampendeza naye aungane na wanayanga kuelekea Zanzibar, aende akatie dua. Si umeelewa? Kuna watu wameingiza mikono yao hapa.
Prince Dube ukiwauliza mabeki wote wanakwambia kwamba ni mchezaji ambaye anajua kujiposition kwenye nafasi kuliko striker yoyote. Lakini kwa nini akiwa hata yeye na goli ambalo halina hata kipa afungi? Watu washati ya vitu vyao. Ndio maana nimekuambia kwa ni Musa aende wapi? Wala ni Captain Kizinga, niko naye hapa kuzungumza naye kuhusiana na timu yake ya Dar es Salaam Young Africans. Mwamba vipi lakini? Fresh kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda? Aisee, tunashukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda, nchi imefunguka, tuna furaha, tuna amani, mambo ni ball. Bwana, naambiwa ni Malipu Stick. Naitwa Side Malipu Stick from Tanzania. Yeah. Shabiki la mnyama. Shabiki kongwe la mnyama, Simba Sports Club. Umemsikia Kizinga lakini? Unajua wanasema kwamba mtu akitapatapa hakosi ya kuongea. Kwa hivi ilivyo Kizinga na timu yake wanatapatapa. Katika timu ambayo imepata wakati mgumu na mpaka sasa hivi hawa mashabiki wakina Kizinga hawana raha, ni ili kundi lilopangiwa. Lakini timu bora inakuwa inapangwa na wabora wenzie. Wabora umezoeana nao. Yaani wale wangepangiwa sisi wangekuwa na wasiwasi, lakini wale wote watatu hawana wasiwasi na Dar es Salaam Young Africa. National Rally katika uwanja Benjamin Mkapa, Pacome Zouzoua anapiga bonge moja la mashine, anayosazishia timu yake ya Dar es Salaam Young African. Wanaacha alama moja nyumbani. Uone kwamba National Rally ana kazi ya kufanya dhidi ya Yanga. Ile Yanga ya msimu ule na ya sasa hivi ya tia maji. Unaona ni Yanga ya sasa hivi. Yanga bakia ni maneno, mpaka sasa hivi wanakimbia uwanja wanaenda Zanzibar. Yanga hii ya Dumbia wao na wasiwasi nayo. Huyo Dube anatoka mwenyewe. Pale mbakia mchezaji, yani nasema ukweli, mimi ni mwanasoka. Mchezaji aliobakia Yanga ni nani? Pacome tu. Waliobakia wote ni mtihani. Haya, mtihani mwingine umepata mchezaji wao wiki 8 nje ya uwanja. Clement Walid Mzize yuko nje. Kuna nini tena hapa? Shehe, hawa hawana pa ukimbilia sasa hivi. Yaani raundi ya kwanza tu hawamo. Kwa hiyo inawapasa labda wagonge mlango, wagonge hodi Simba, muape hata Suleiman Mwalimu. Sasa watampata wapi? Tatizo usajili umefungwa. Hata tukiwa hapa waje tuwaambie tu mbinu za kupita. Lakini sio kimpira. Tuwaambie banye piteni hivi ile mfaulu. Lakini katika wakati mgumu walionao wana Yanga mwaka huu ni huu. Na mpaka sasa hivi hawana raha. Bwana Malipu Stick, tumeona Miguel Gamondi akiwa caretaker katika kikosi cha timu ya taifa. Hemedi Suleiman Morocco akiwa pembeni. Unamwona anaweza kufanya kitu kuelekea AFCON? Gamondi ni mzuri. Kikubwa wampe tu majukumu kwamba tunakuachia timu, fanya unavyotaka. Wakimpangia majukumu ni tatizo. Kwa sababu makocha wetu wengi asilimia kubwa wanapangiwa majukumu na viongozi waliowaweka pale. Hicho ndio kinacholetea matatizo, lakini kama wakimwachia yule kocha afanye anavyotaka, mimi naamini yule kocha ni mzuri. Yule kocha ni mzuri na wala hana shida. Kwa sababu wamwachie achague wachezaji anawataka yeye, kwamba hawa watanisaidia. Wasianze kumwambia ka memory wampelekee karatasi, hapana. Hilo hatutaki. Na hilo ndio linatufelisha sisi katika makocha wetu wa kibongo. Lakini wakiwaachia makocha wafanye wanavyotaka wenyewe, timu inakuwa nzuri. Hata Morocco ni mzuri, kwani Morocco ni mbaya? Lakini sema tu labda sio wameshindana vitu gani. Lakini Morocco hawezi kumfikishia Gamondi. Japo Gamondi tulikuwa tunamtaka sisi Simba, jamaa katia mguu, lakini sio mbaya. Sawa, mimi nashukuru sana ndugu yangu. Mimi nashukuru sana. Naitwa Side Malipu Stick, shabiki kongwe la Simba Sports Club. Bwana huyo ni Malipu Stick bwana. Captain Kizinga, Clement Mzize. Hamtokuwa naye ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa kwa kipindi kirefu kidogo baada ya injury, na mkiweza kumtibu sasa. Unaiona akifanya vyema timu yako bila Mzize? Clement Mzize, sorry, unaweza ukarudia tena kidogo? Sawa. Mzize nje ya kocha Yanga kwa takribani wiki 4 kama sikosei. Wiki 8. Manake mpaka Januari ndio mtapata huduma ya Mzize. Mmetinga makundi. Hakuna kustruggle kwa striking ya Yanga bila Mzize katika michuano ya kimataifa. Tumeona katika ligi mkistruggle sana kupata mabao. Kwanza tuseme kitu kimoja. Kweli tunampa pole Clement Mzize. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, aweze kutoka salama katika ibada ambayo yuko nayo, anaumwa. Mungu amfanyie wepesi. Niseme kitu kimoja. Ndio maana ya kuwa na kikosi kipana, kwa sababu huyu atapata injury, huyu atapata injury, huyu atakuwa salama. Tuna kikosi kipana, kikosi ambacho tunaamini moja kwa moja kwamba uwezo wa kumfunga yeyote tutakayekutana naye tunao, kwa sababu tuna Boeli, tuna Prince Dube. Hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza wakalikava nafasi zile, umeelewa, na wakafanya vizuri sana. Kwa kwangu mimi sina mashaka, sina wasiwasi. Mchezaji mzuri ambaye tutamkosa kwa wakati huu, lakini pale atakapokuwa yuko salama, yuko vizuri, atakuja kututumikia wananchi. Miguel Gamondi ameifundisha timu ya Dar es Salaam Young African kwa mafanikio makubwa zaidi. Sasa hivi anahudumu na Singida Black Stars. Baada ya kuona taarifa
ameingia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kama Kizinga, mtu wa mpira, nini kilikujia katika akili yako? Kilichonijia zaidi ni sehemu ya furaha. Nimefurahi kwa kuona Miguel Gamondi anakuja kwa ajili ya kuhudumu kwenye timu ya taifa. Sio kwamba wale waliokuwepo hawakuwa na mema yao, hapana. Mimi binafsi nizungumze tu ya moyoni. Mimi kama mimi, yani wale waliokuwa wanahudumu kwenye timu ya taifa, yani kuwaweka watu wote Waswahili, mimi huwa mispendi. Kwa sababu tunawajua hawa ni Waswahili, Uswahili wao tunaujua. Umeelewa? Sababu unapomuona mchezaji, maybe mfano kama mchezaji Kevin John, umemwita kwenye timu ya taifa, labda amekwenda katika kambi ya timu ya taifa, kuna mtu amempigia simu, sawa, yuko kambini, umemkuta anamsalimia na kaomba karuhusiwa kwa meneja, anamsalimia mtu afu unafika unakunja, unaweka roho ya hivi, unaanza kuwachukia wachezaji, sio sawa. Kwa hiyo hawa makocha kuna kitu wanatakiwa wajifunze. Umeelewa? Walikuwa ni makocha watatu ambao wana professional kocha, lakini unaona kabisa timu inavyozidiwa, hata sabu kufanya hawana. Sio nikwambie hivi, wewe Tanzania hii tuna namba 6 wangapi? Walikuwa watatu, wameongezeka 4 ambao tunasema hapa tunaweza tukajivunia nao. Alikuwepo ni Yusuf Kagoma, Kevin Nation, alikuwepo na Yaya Zaidi, na akaja akaongezeka, ameongezeka Azizi Andambwile. Umeelewa? Kabla kuitwa Azizi, hawa watatu, si namba 6 watatu. Unaenda kumchukua Kagoma peke yake, alafu namba 6 huna. Umebaki na Kagoma, alafu Kagoma kaumia. Ndio akaja kumweka nani? Unabidi umuinue Hamza umuweke pale. Sio namba 6. Yule ni beki, unakwenda kumweka acheze namba 6. Unaonyesha umefeli kwa kiasi gani. Unamwacha mtu kama Ofren Chikola kwenye msimu ambao anacheza yuko kwenye form. Ofren Chikola ukimwangalia namba zake zimembeba akiwa na Tabora. Man of the match anazo nyingi. Alafu kwenye wafungaji ana goli 8. Wewe unamwachaje? Unawaita wachezaji wa ajabu. Alafu watu kuambieje? Hufai kufundisha timu hii itakupalia, ndio hao unaona wale wote. Timu imewapalia. Kwa hiyo timu imeshawapalia. Kwa hiyo kwangu mimi kuondoka wale sawa, na Gamondi hata akiongezewa wazungu, mimi nikwambie tu, hata ile timu wakitafutwa wazungu tupu wakipewa, mimi nafurahi. Hamnaga Uswahili kwa wazungu. Ule unaona wapi Uswahili? Wewe watu wanatonga. Yaani kilichokuwa kina watu wa roho sana hata ile pesa ya mama ile. Huyu nikimwita huyu bana, kuna nafasi hapa. Ukitoka mzigo wa mama pasenti yangu, au unasemaje? Posho hakuna pale. Wale wanakuwa wanataka kula mpaka na wachezaji, hela mama ikitoka. Mimi sinakwambia katika ile benchi la ufundi mimi nina ushahidi, kuna kocha mmoja mule. Yule kocha katika timu aliyokuwa anafundisha mkoani alikuwa anawaambia wachezaji wampe hela ndo awapange. Mchezaji mmoja akakataa, akasema siwezi kutoa mimi 300 kwa sababu kipaji ninacho. Navuja nacho mimi afu nikupe hela bure. Nikupe, akaambia kama unipi basi kaa benchi. Anawapanga watu mpaka umpe. Si umeelewa? Kwa hiyo watu kama hao unawachukua unawapeleka kwenye timu ya taifa.